Ebara, katika sehemu iliyopita ni pale ambapo Eliana anautafuta ukweli. Je, mama yake yuko hai, amekufa ama imekuwaje? Hapo ndipo tulipoishia, lakini pia Eliana anatafuta ushahidi. Ni nani aliyechoma mgahawa wa Victor? Nani aliyechoma moto? Maana huko mitaani kesi ni kwamba Eliana anatafutwa kwa kuchoma moto mgahawa wa Victor, lakini ukweli ni kwamba yeye hajahusika na hilo. Sasa Eliana ameamua kuingia mtaani kupambana yeye mwenyewe, atafute ukweli juu ya mamake mzazi, lakini pia atafute ukweli ni nani alichoma mgahawa wa Victor. Je, atafanikiwa? Na safari yake kuelekea Kigamboni anakwenda kuonana na Mr. Gilbert Mroso, ambaye huyo ndo inasemekana anaujua ukweli wa mama yake. Ebu karibu kwenye hii sehemu ya 26. Mimi langu jina naitwa Uncle J. Naam. Siku iliyofuata, mmoja wa vijana wa Mama Tawa alikuja kumchukua Eliana, ambapo pia alikuwa kamletea nguo za kuvaa. Baada ya kuvaa, safari ilianza. Safari yao iliwapeleka mpaka Kigamboni, karibu kabisa na kituo cha jamii cha zamani kilichokuwa kanisa, lakini sasa kikitumiwa na watu waliostaafu kama maficho. Eliana aliambiwa kuwa Gilbert Mroso anaishi mule, lakini anafahamika kwa jina la Kasisi Jonathan, na aliamua kuishi maisha kujitenga. Hatumii simu, hakuna cha picha wala hakuna Facebook. Gilbert Mroso alikata mawasiliano na dunia miaka 7 iliyopita. Aliamua kuishi peke yake, na ndo maana akabadilisha na jina, akajiita jina la bandia la Kasim Jonathan. Baada ya kijana huyo kumfikisha nje ya jengo hilo la maficho, aliondoka zake na kumwacha Eliana akianza pale kupiga hatua mwenyewe kuingia mule ndani. Lakini kabla hajafika kwenye lango kuu la jumba hilo la zamani, alihisi kivuli nyuma yake. Alitaka kukimbia kidhani ya kwamba ni wanausalama wamekuja kumkamata. Lakini kabla hajafanya hivyo, sauti yenye uchungu na sauti aliyoikumbuka vizuri ilimvamia kwa ukali kwamba Eliana. Aligeuka kwa haraka Eliana, kwa sababu tayari aliweza kutambua mmiliki wa hiyo sauti, ambaye hakuwa mwingine bali ni mume wake Victor. Alimtazama kama mtu aliyemwona mfu. Eliana alitetemeka, sio kwa hofu bali kwa mshtuko wa moyo, lakini alijifanya yuko thabiti. Victor, unafanya nini hapa? Victor alicheka kwa huzuni. Swali hilo ni la kwangu mimi. Inatakiwa nikuulize wewe, umetoroka Ikulu, si ndio? Unatafutwa na vyombo vya dola. Unajua kuwa unatuhumiwa kuchoma mgahawa wetu. Hapo Eliana alipiga hatua moja mbele na kisha akasema, Victor, sijawasha moto wowote, na nilijua ukipata nafasi kama hii utakuwa ndo mtu wa kwanza kunituhumu. Victor alimkaribia zaidi na kisha akamwambia, unajua kwamba sikuamini Sikuamini kama ungeweza kufikia hiyo hatua ambayo umefikia. Sikuamini wivu wako kimapenzi unaweza kukufanya uwe watu. Hivi Eliana, ulikuwa unafikiria nini mpaka kama kufanya vile? Wivu? Wivu kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya hao mahawara zako ama? Sikiliza nikwambie Victor. Nilichokifanya mimi ni kutaka kulinda heshima ya ndoa yangu. Ndoa ambayo wewe unaichafua kila siku iendayo kwa Mungu. Alafu kwanza, sina muda kujibizana na wewe. Unaweza kaondoka. Victor alivua kofia yake na kisha kaitupa ardhini. Yaani bado najiuliza kwa nini nilikuoa wewe mwanamke. Na laiti kama mwanadamu angekuwa anajua kitakachotokea mbele, basi nisingethubutu kukuoa hata kidogo. Sijui nimezana mwanamke wa aina gani mimi. Tena uishia hapo Victor. Yaani usijifanye kwamba wewe ndio mtakatifu sana hapa. Ni kweli nilikosea kumsukuma yule meneja wako, na pengine huenda amekufa kwa sababu yangu. Labda alishindwa kutoka ndani ya ule moto, lakini hilo halimaanisha kwamba wewe ni mtakatifu. Haya yote chanzo chake ni wewe Victor. Umalaya wako ndio umenifanya mimi nifanye haya yote. Kwa hiyo kaa kimya kabisa. Umalaya? Umalaya gani Eliana?
Ni mara ngapi nimekuwa nikikwambia kwamba mimi sikusaliti? Victor, sina muda kujibizana na wewe. Kwa sasa nataka kusafisha jina langu, na baada ya hapo nitajua nini cha kufanya kwako. Eliana mara baada ya kusema hivyo alianza kuondoka, lakini Victor alimzuia kwa kumshika mkono. Hebu kwanza wewe, unaenda wapi sasa? Unataka kujua ninapokwenda ili iweje? Hebu niache Victor. Eliana, ujue mpaka sasa upo kwenye matatizo makubwa. Hebu usifanye jambo lingine la ajabu zaidi. Ujue wewe ni mama wa watoto wangu. Okay. Kwa sasa hivi ndo unakumbuka kwamba mimi ni mama wa mtoto wako, si ndio? Hebu kaa mbali na maisha yangu. Huna faida yoyote ile na mimi. Hata wewe huna faida yoyote ile na mimi. Ninachokijali hapa ni mtoto wangu tu, na wala sio wewe. Mtoto wangu yuko salama. Hakuna kumgusa. Kwa hiyo kaa mbali na mimi. Nenda kwa malaya zako. Eliana, unapaswa kuniambia ukweli. Unapaswa kuniambia kila kitu ili nijue na kusaidia vipi. Na hii sifanyi kwa ajili yako, bali nafanya kwa ajili ya mtoto wangu. Kwa hiyo kama nikikwambia ukweli, utafanya nini baada ya hapo? Utanipeleka polisi? Ndio. Kama ni kweli umewaua watu kwa sababu ya wivu, Eliana, nitakupeleka mimi mwenyewe. Si kwa sababu nakuchukia, bali ni kwa sababu siwezi kuishi na mke aliyeua kwa wivu wake. Victor, sijasema ukweli huu kwa mtu yeyote, lakini najua kile kilichotokea siku hiyo hakikuwa kawaida. Nimegundua kuna njama. Kuna mtu mwingine alihusika Victor, na siwezi kumtaja mpaka niwe na ushahidi, na ndio maana niko hapa. Alafu kwanza, sijui hata ni kwa nini nakuambia haya. Mtu mwenyewe huna faida yoyote ile kwangu. Basi nisikilize. Sema kila kitu. Huu si wakati wa kupendana kwa maneno. Huu ni wakati wa kuamua tunapigana pamoja, na tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Cha umuhimu hapa ni mtoto wetu na si vinginevyo. Eliana alishusha pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti ya chini yenye mtetemeko. Victor, babangu sio kila mtu anavyomfikiria, na mamangu sio yule niliyemjua. Kuna historia imefichwa, na mtu pekee anayeweza kunisaidia kuigundua hiyo historia ni Gilbert Mroso. Gilbert Mroso? Una maana Gilbert huyu aliyekuwa akifanya kazi ndani ya ofisi ya rais? Ndio huyo. Okay, sawa. Na hata mimi nilikuwa namtafuta huyo. Tunaweza kwenda sasa kumuona. Hapana, sendi na wewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ambacho hujakielewa hapo ni nini? Sikiliza mwanamke. Acha ujeuri wako Eliana. Sijui ni kwa nini hutaki kunisikiliza kabisa. Hebu tusipoteze muda hapa. Twende tukamwone huyo mtu. Yaani nisikilize. Tena unisikilize kwa umakini sana. Usizani ya kuwa pamoja hapa mimi na wewe kutanifanya nisahau usaliti wako ulionitendea Victor. Nikishasafisha jina langu, utalipia kwa usaliti wako. Walikaa kimya kwa sekunde nyingi. Hewa ilikuwa ni nzito, mapigo ya mioyo yao yalisikika kwa kila mmoja. Alafu Victor alisogea karibu zaidi, na Eliana kwa mara ya kwanza hakurudi nyuma. Victor alimshika mkono Eliana na kisha akasema kwa sauti ya chini. Nisikilize Eliana. Nilikupenda hata kabla sijakufahamu vizuri, na bado nakupenda hata bila kukuelewa tena. Kiukweli naumia sana kuona kwamba sina maelewano mazuri na wewe mke wangu, na mbaya zaidi hata sababu yenyewe ya msingi sioni. Yaani unanituhumu kwa mambo ambayo sijafanya. Naam, hapo Eliana hakujibu kitu, lakini macho yake yalikuwa ya machozi. Hakuweza kabisa kuyazuia tena. Walitembea kwa pamoja kuelekea kwenye lango la kificho la Bwana Kasisi Jonathan, ambaye kwa jina la zamani alifahamika kwa jina la Gilbert Mroso. Baada ya kujitambulisha kwa msaidizi wa Gilbert Mroso, moja kwa moja walielezwa mahali kilipokuwa chumba chake. Chumba chake kilikuwa kina mandhari ya ukimya wa karne, vitabu vilivyojaa vumbi, picha za zamani za miaka ya 70 na harufu ya karatasi ya zamani iliyokuwa imekaa muda mrefu bila kusogezwa. Ukimya wa mahali pale ulizidi kupaza sauti ya mvutano kati ya Eliana na Victor. Nini kimewaleta hapa? Ilikuwa ni sauti ya Gilbert Mroso, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuwaona kina Victor. Eliana alimtazama Gilbert kwa umakini. Alionekana akiwa ni mtu ambaye
Anaishi maisha kificho sana. Uso wake haukuwa na siha njema hata kidogo. Ndevu zilizokuwa zimejiotea bila mpangilio zilifunika kidevu chake chote unaambiwa. Mr. Gilbert. Najua unajua nini kinachoendelea huko nje. Yaani kimsingi niko hapa nataka kusafisha jina langu. Natumai utaweza kunisaidia. Uliwahi kuona wapi mwanajeshi akimwokoa adui yake kwenye uwanja wa vita? Baba yako ni adui yangu. Haya maisha ninayoishi leo ni kwa sababu kuu ni yeye. Sasa iwaje mimi leo nikusaidie leo wewe? Kabla Eliana hajaongea, Victor alidakia kwa kusema, sikiliza Mr. Gilbert. Yaani kama utatusaidia, tunaweza pia tukabadili maisha yako. Tunaweza kuongea na Mheshimiwa Rais ukarudi tena Ikulu kuendelea na majukumu yako kama zamani. Kwa hiyo hilo ndio lililowaleta hapa kwangu, si ndio? Ndio Mr. Gilbert. Rais amedhulumu haki yangu. Ameharibu maisha yangu, hivyo lazima awajibike kwa hilo. Hili swala lazima limtoe madarakani, na huo ndio utakuwa ushindi wangu mkubwa. Naam, kauli hiyo haikumfurahisha kabisa Eliana. Kitendo cha kusikia kuwa Gilbert anataka kuona baba yake anatolewa madarakani kilimkera sana. Mr. Gilbert, huwezi kufanya hivyo. Babangu ni mtu mwema. Ni rais anayeongoza nchi hii kwa haki na weledi. Unazungumzia haki? Hivi unajua hata maana ya neno haki wewe? Aliuliza Gilbert. Eliana alikaa kimya. Mr. Gilbert akaendelea kuongea. Baba yako alinifukuza kazi kwa makosa ambayo sikuwa nimeyafanya. Alinituhumu kwa kuvujisha siri za Ikulu kwa upinzani, kitu ambacho sikuwahi kuwaza kufanya hata kidogo. Na kibaya zaidi, hakutaka hata kufanya uchunguzi kujua kama ni kweli na husika na hilo. Alafu leo hii unakuja hapa kuomba msaada wangu? Seriously? Naam. Victor alimtazama Mr. Gilbert na kisha akamwambia Mr. Gilbert, ona kilichotokea kwako. Hakina tofauti na hiki kinachoendelea kutokea kwa Eliana. Hata mke wangu hapa anatuhumiwa kwa kosa ambalo hajafanya. Kama tusipochukua hatua sasa hivi, kila siku watu watakuwa wanaendelea tu kuhukumiwa kwa makosa ya watu wengine. Ilianza kwako na sasa kwa mke wangu. Na vipi hapo baadaye? Hatujui itakuwa ni kwa nani. Lazima tukomeshe hili Mr. Gilbert. Victor, usinifananishe kilichonitokea mimi na kilichomtokea huyo mke wako. Mimi sikuwa msaliti. Mimi sikuwa mhalifu, lakini pia sina undugu wote ule na rais. Lakini huyu mkeo anahusika na kilichotokea. Kwanza alikuwa eneo la tukio na istosha aligombana na meneja wako kiasi cha kumsukuma. Au unataka kusema video iliyosambaa mitandaoni ni fake? Sio fake Mr. Gilbert, alijibu Eliana. Victor akadakia kwa kusema, sikiliza Mr. Gilbert, kama uwezi kutusaidia kwa bure, basi tufanye biashara. Uhitaji ofa yako, mimi nitakulipa. Naam. Light kama Victor angejua, basi asingethubutu kabisa kuongea hivyo. Kauli ile ilimtia ghadhabu kubwa Mr. Gilbert. Alimtazama Victor kwa macho makali na kisha akamwambia, hivi wewe kijana, unafikiri mimi nina shida na pesa, si ndio? Unafikiri mimi ni mtu wa kununuliwa tu kirahisi tu na pesa? Sasa nawapa dakika 5 muwe mmeshaondoka ndani hili jengo. Vinginevyo miili yenu itakuwa chakula kitamu kwa mbwa wangu ninaomfuga hapa. Msikilizaji, Mr. Gilbert hakuonekana kuwa na mzaha hata kidogo. Ni wazi ya kwamba alikuwa amekasirishwa sana na kauli ya Victor. Eliana kwa kuelewa umuhimu wa kupata maelezo kutoka kwa Mr. Gilbert, ilibidi ajitahidi kumbembeleza. Mr. Gilbert, ona, yani sijui hata nisemaje, lakini naomba unisaidie. Ni kweli mimi sio mkamilifu, lakini natafuta haki yangu Mr. Gilbert. Mimi sihusiki kabisa na moto uliowashwa pale mgawani. Sitaki kufungwa kifungo cha maisha gerezani au zaidi ya kunyongwa. Nina mtoto mdogo Mr. Gilbert.
kama hugusi kuhusu mimi, naomba basi umfikirie mtoto wangu hata kidogo tu Mr. Gilbert. Mtoto wangu bado ni mdogo na anahitaji sana ananihitaji sana Mr. Gilbert. Nakuomba tafadhali, naomba unisaidie Mr. Gilbert. Alihitimisha Eliana huku akiwa ameanza kulia kwa uchungu. Hii ilimfanya Mr. Gilbert ajikute akiingiwa na huruma. Alimtazama Eliana na kisha akasema, mshukuru sana mtoto wako, vinginevyo nisingekuwa na huruma na wewe hata kidogo. Haya, sema unataka nikusaidie kujua nini? Kuhusu mama yako mzazi au kuhusu aliyechoma mgahawa? Vyote tu Mr. Gilbert. Mr. Gilbert alitulia kwa sekunde kadhaa na kisha alianza kuongea. Mama yako alikuwa anaitwa Eva Madinda. Alikuwa ni mwanamke wa kipekee sana. Alijua siri nyingi na alikuwa kwenye vita ya kisiasa kati ya upinzani na serikali, lakini akampenda baba yako, jambo lililomgharimu kwa kila kitu. Watu walisema alikufa kwenye ajali ya ndege. Ukweli ni kwamba ajali ile haikumua. Aliokolewa na kikundi cha wakulima waliokuwa karibu na maeneo ya Ziwa Tanganyika. Lakini hakuwa sawa. Alikuwa na matatizo ya kiakili baada ya lile tukio. Unasema mamangu alitoka akiwa yuko hai? Alikuwa hai. Mara ya mwisho nilisikia kuwa amelazwa kwenye kituo cha kulea watu wenye matatizo ya akili, sehemu inayoitwa Kalalangabo huko Kigoma. Ila hiyo ilikuwa ni miaka 20 iliyopita. Na hakuna aliweza kunieleza haya yote kwa miaka yote hii. Kwa nini babangu amenificha hii siri? Msikilizaji, muda huo Victor alitetemeka kwa hasira. Alimtazama Eliana na kisha akasema, Eliana, unafanya mambo gani sasa? Mama yupi hapa unayemwongelea? Mbona mimi sikuelewi? Sasa yule mke wa rais pale Ikulu ni mama wa nani kama sio mama yako mzazi? Victor, hata mimi nimeshajiuliza hivyo sana tu, na ndio maana nataka kujua ukweli kwa hili swala. Eliana, hebu tuliza kwanza kichwa. Kumbuka kuna mamia ya watu wanataka ufungwe wakati si wewe uliowasha ule moto mgawani. Hili swala mama yako mimi sitaki kuamini kama ni kweli. Ni vyema tu tungeachana nalo. Mamako mzazi ndio yule wa Ikulu. Hao wengine ni sehemu tu ya mpango wa kukuchanganya akili ili akili yako ipoteze dira. Umenielewa? Victor, hata mimi nimeshafikiria hivyo, lakini kila hatua ninayopiga nakutana na kisa kipya kuhusu hili jambo. Ni kama kuna ukweli fulani ndani yake, na ndio maana nataka kujua ukweli. Mr. Gilbert, tafadhali naomba uendelee kuniambia. Mr. Gilbert alimkodolea macho Victor na kisha akamwambia, wewe kijana, unadhani kila jibu linatakiwa likufurahishe kwenye masikio yako eh? Ukweli mara nyingi unakuwa ni mchungu kuliko uongo. Kama utaki kuamini hilo ni juu yako, ila ukweli utabaki pale pale. Mke wa rais sio mama mzazi wa mke wako. Victor aliposikia taarifa hiyo alichoka hoi. Hakuamini kabisa taarifa ile. Hata hivyo hakutaka kuendelea kupinga, kwani huenda Mr. Gilbert angegoma kuendelea kuwapatia taarifa walizokuwa wanazitaka. Na vipi sasa kuhusu moto? Nani aliyechoma mgahawa wangu? Nataka kujua. Mr. Gilbert alisimama na kuchukua faili lililokuwa limechakaa, akalitupia mezani. Nilikuwa napitia uchunguzi wa awali. Majina mawili yalitajwa na mashahidi wa eneo la tukio. Mmoja anaitwa Dennis, jina la mtaani. Yeye ndiye alionekana kuingia sehemu ya gesi dakika chache kabla mlipuko. Hizi taarifa umezipata wapi? Kama hazina umuhimu kwako, unaweza kuondoka, ila sio kuuliza nimezipata wapi. Tafadhali Mr. Gilbert, endelea tu kutuambia kila kitu unachokijua. Mr. Gilbert alimtazama Eliana na kisha akampatia lile faili. Eliana alilishika kwa mikono yake miwili na kisha kilifungua, lakini cha ajabu baada ya kulifungua ndani hapakuwa na kitu chochote kile. Si picha, si maelezo, si video, sio ushahidi wa aina yoyote ile. Alinua uso wake kwa mshangao na kisha kauliza, mbona hakuna ushahidi wowote humo? Tutalitumia vipi sasa ile faili? Mr. Gilbert aliwatizama na kisha akasema, hiyo ndio kazi yenu. Mimi nimewapa jina na nimewapa mwelekeo. Kwa hiyo kazi inabaki kwenu. Kama mkimpata huyo Dennis, basi mmepata ushahidi wa aliyechoma moto mgahawa.
Naam, wakiwa bado wapo mule ndani, simu ya Eliana ilianza kuita, na alipotazama aliona mpigaji ni Mama Tawa. Haraka sana alipokea kwa sauti ya hofu. Eliana, uko wapi? Salama mama. Haraka rudi kwanza. Kuna habari mbaya. Familia za marehemu wa moto wameungana na wanaharakati. Kuna maandamano ya nchi nzima. Wanataka uwajibike au baba yako ajiuzuru. Eliana alihisi ulimwengu ukizidi kumsukuma kwenye kona isiyokuwa na mlango. Kwa kuwa alikuwa kaweka loudspeaker wakati anaongea na Mama Tawa, Victor pamoja na Mr. Gilbert waliweza kusikia pia. Victor alitoa simu yake, akaingia mtandaoni. Kweli aliweza kuona maandamano ya watu mamia kwa maelfu wakishinikiza serikali imtie hatiani Eliana au rais ajiuzulu. Na mbaya zaidi, athari za jambo hilo hazikuishia tu ndani ya nchi, bali zilikuwa zimetoka mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. IMF, shirika la pesa duniani, lilikuwa limesitisha misaada ya mikopo mbalimbali kwa serikali mpaka pale uchunguzi utakapobainika na wahusika kuwajibishwa kisheria. Gilbert aliwatizama wote wawili na kisha akasema, wakati mwingine historia ya mtu mmoja huamua mwelekeo wa taifa zima. Victor alimwangalia Eliana kwa jicho la chuki na kisha akasema, umeona sasa? Umeona ulichokisababisha Eliana? Ona nchi inaingia kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya wivu wako wa kijinga. Yaani wewe mtu mmoja tu unataka kulitia taifa kwenye matatizo. Victor, usinilaumu mimi. Unafikiri mimi nataka mambo yawe hivi? Ina maana wewe huoni kama kuna watu wako nyuma ya hili tukio? Ndio, watu wapo, lakini wewe ndio umewapa sababu ya wao kufanya hivi. Eliana aliona kuendelea kujibizana na Victor hakutatatua tatizo lililopo. Alisimama na kisha alianza kutoka ndani ya lile jengo. Unaenda wapi sasa? Naenda kuokoa nchi. Hebu tulia basi. Ina maana wewe hujaona kama uko nje kuna maandamano? Unafikiri raia wakikuona watakufanya nini kama sio kukugeuza nyama? Kwani wewe inakuhusu nini? Inanihusu nini? Wewe ni mke wangu, wewe ni mama wa mtoto wangu. Unazaje kusema kwamba mimi inanihusu nini? Basi kama ni hivyo naomba uniache peke yangu. Victor alijitahidi kumzuia Eliana lakini ilishindikana. Eliana alipanda pikipiki na kisha huyo akaondoka zake. Hata Victor hakutaka kumwacha mkewe, na aliingia kwenye gari lake, alianza kumfuatilia kwa nyuma. Safari yake ilikwenda kuishia karibu na ile nyumba ya Mama Tawa. Victor alishangaa sana kumwona mkewe akiingia ndani ya hiyo nyumba. Ilikuwa iko porini nje ya jiji la Dar es Salaam. Yaani mwanamke mbishi huyu. Ina maana ndo anajificha kwenye kile kijumba cha udongo tena porini huku akiwa mwenyewe. Hapana, siwezi kumwacha hapa, alijiwazia kijana Victor huku akiona tazama kile kijumba. Mwanzoni alitaka kumfuata Eliana mule, lakini aliona ni bora amfuate usiku kwa sababu aliamini kama atamfuata muda ule Eliana lazima atagoma kuondoka naye. Aliendelea kusubiri pale mpaka ilipofika majira ya saa 2 za usiku. Muda wote Victor macho yake yalikuwepo kwenye kile kijumba. Akiwa anataka kwenda sasa kumchukua Eliana, ghafla aliona pikipiki moja ikija pale. Na baada ile pikipiki kusimama tu, mlango wa kile kijumba cha udongo ulifunguka. Eliana alitoka na kisha akaondoka na ile pikipiki iliyokuwa imekuja kumchukua. Victor hakutaka kupoteza muda. Aliamua kuanza kuwafuatilia kwa nyuma. Safari yao iliwapeleka mpaka Pugu kwenye station ya treni. Huyu mwanamke anajaribu kufanya nini sasa? Alijiwazia kijana Victor, na hii ni mara baada ya kumwona Eliana akiingia ndani ya kituo hicho huku akiwa amevalia baibui pamoja na nikabu usoni. Kitu kilichofuata, aliona wakikatisha tiketi pamoja na baadhi ya watu pale station ili wasiweze kumtambua. Baada ya kukata tiketi ya kwenda Kigoma kwa treni, Eliana alionekana kwenda kukaa sehemu ambayo haikuwa na watu wengi akisubiri treni ambayo ilikuwa imepanga kupita kituoni hapo majira ya saa 1 za asubuhi. Victor naye aliingia ndani ya kituo hicho. Macho yake yote yalikuwa yapo kwa mkewe kuhakikisha ya kwamba hampotei machoni. Ina maana ya kwamba Eliana anahama mji, anakimbia kukamatwa, au ndo anaenda Kigoma kufuatilia historia ya mama yake. Ngoja kwanza na mimi nikate tiketi kabisa. Ikiwa atapanda treni, basi nami nitapanda naye. Victor alienda kukata tiketi, lakini isivyo bahati kwake, tiketi za kwenda Kigoma zilikuwa zimeisha. Hivyo aliamua kuchukua tiketi ya kwenda Tabora. Kweli aliendelea kuwa macho akimtazama tu mkewe mpaka asubuhi kulipoweza kukucha. Majira ya saa 1 za asubuhi, kama tiketi ilivyoonyesha, treni ya kwenda Kigoma iliweza kuwasili pale kituoni. Bila kuchelewa, Eliana akiwa na mkoba wake mdogo alipanda ndani ya hiyo treni. Victor naye bila kuchelewa alipanda pia.
Kwa kuwa Victor yeye alikuwa kakata tiketi ya kwenda Tabora, ilitakiwa kae kwenye behewa la Tabora, lakini kwa kujua kuwa kufanya hivyo kunaweza kumpotezea umakini wa kumwona Eliana, Victor aliamua kwenda mpaka kwenye behewa la Kigoma, ambapo alimpatia pesa kijana mmoja na kisha akamwomba wakae wote kwenye siti moja kwa kujibanabana. Kwa kuwa yule kijana alitaka pesa, wala hakukataa kuchukua pesa ya Victor. Alichukua pesa ya Victor na kisha akakaa naye kwenye siti moja. Sehemu aliyokuwa amekaa Victor ilikuwa mbali na pale alipokuwa Eliana. Hivyo Eliana hakuweza kujua kama mumewe Victor yupo ndani, yuko nyuma, siti za nyuma. Hakujua hilo Eliana. Tena yupo kwenye behewa hilo hilo. Safari ya kwenda Kigoma ilianza. Treni ilipiga honi ndefu huku ikikatiza miji na milima ya mashambani. Eliana alikuwa amekaa kwenye kiti cha dirishani akitazama mandhari ya Tanzania ambazo hakuwahi kabisa kuziona alipokuwa ndani ya ikulu. Sasa kila ukungu wa msitu na kila kijiji alichopita kilionekana kama vile ujumbe wa maisha mapya. Kwa kutambua kuwa anatafutwa, aliweza kujificha kwa kujiongezea nguo ambazo alivaa koti kubwa la kijani na kofia iliyokuwa imemfunika mpaka uso. Kando yake kwenye mkoba wake mdogo alihifadhi ile barua ya zamani iliyoandikwa na mama yake aliyokuwa ameipata kwa Mama Tawa. Safari ilikuwa salama tu kwa kijana Victor pamoja na Eliana. Mambo yalikuja kubadilika baada ya treni kupita Tabora. Hii ilikuja kutokana na kwamba tiketi ya Victor ndio ilikuwa inaishia Tabora. Hivyo kuanzia hapo na kuendelea mbele Victor alikuwa akiishi kama mkimbizi ndani ya treni hiyo. Muda wote alikuwa yuko macho kuhakikisha kwamba hakamatwi na wakagua tiketi za abiria waliokuwa wakipita kukagua tiketi. Treni ilipofika stesheni ya Kigoma, usiku ulikuwa umeanza kuingia. Eliana alishuka haraka, akawa amebeba begi lake dogo. Alitembea kwa kasi akijua kwamba hakuwa salama. Habari za kutoroka kwake zilisambaa kama moto jangwani. Tangu alipotajwa kuhusika na moto, jina lake Eliana lilikuwa linaendelea kupoteza heshima yake. Na sasa haikuwa tena binti wa rais, bali binti muuaji. Kwenye vichwa vya habari ilisomeka hivyo kwamba yeye ni binti muuaji na sio binti wa rais. Lakini alipoingia kwenye hoteli ya kijijini, alifikiria angepumzika kwa usiku mmoja kabla ya kwenda kalala ngabo. Mshangao mkubwa ulimkuta Eliana. Alipofungua mlango wa chumba chake, alimkuta mtu amekaa kitandani, tena akimtazama kwa utulivu tu. Mtu huyo hakuwa mwingine bali ni mumewe Victor Mazanda. Eliana alikaza taya pale pale kwa sauti kavu, akaanza kuita kwamba security, security. Victor alimdaka kwa kumwambia, wewe unafanya nini sasa Eliana? Unataka kukamatwa ama hujui kama unatafutwa kila kona huko nje? Eliana alimtazama tena mumewe kwa hasira na kisha akamwambia, kwani unanifuatilia? Kwani unanifuatilia Victor? Victor hakujibu. Alikuwa amevaa jaketi jeusi na suruali ndefu ya safari. Macho yake hayakuwa na hasira tena. Kwa mara ya kwanza Victor macho yake yalionekana kuchoka kuumia. Akamtazama tena mkewe kwa uso wa upole na huruma na kisha akamwambia, nimegundua kwamba siwezi kulala salama kama sijui uko salama mke wangu. Kwa sasa hivi unajifanya una huruma na mimi, si ndio? Na sio kutafuta ukweli eti. Ukweli sio kitu chepesi. Eliana, tumeishi pamoja kwa miaka 3. Tukazaa mtoto. Najua una hasira na mimi. Lakini leo nilitaka uelewe kitu. Ningeweza kukuacha, ningeweza kurudi kwa baba yako, nikamchukua mjukuu wangu, nikaanza kuishi maisha yangu. Lakini nimegundua wewe ni zaidi ya mke wangu. Haijalishi tunapitia nini kwa sasa, lakini nataka tu utambue kwamba wewe ni wa kwangu na kama siwezi kukuacha malkia wangu. Najua una hasira sana na ndio maana ukamsukuma yule meneja wangu, lakini kitu kimoja ambacho mimi naamini, sio wewe uliowasha ule moto kwenye mgao wetu. Hapo Eliana alijitahidi sana kuzuia sauti ya moyo wake, lakini nguvu ya upendo ilikuwa ni kubwa kuliko uwezo wake wa kufikiri. Alimtazama mumewe Victor kwa uso wa huzuni na machungu na kisha akamwambia Victor, kila nikiamini upo kwa ajili yangu, unakuwa uko mstari wa mbele kuniangusha. Najua ndio mtu wa kwanza kunituhumu mimi kwenye hili. Na wewe ulikuwa mtu wa kwanza kunituhumu ya kuwa na mahusiano na Eliora. Sikusema kwamba ulikuwa naye tu kimwili. Nilihisi ulikuwa naye kihisia pia. Ulianza kunisahau hata kabla sijatoweka. Naam, hapo wakanyamaza. Kimya kikavu kilikatwa na sauti ya njiwa aliyekuwa amejibanza kwenye dari la hoteli hiyo.
Victor aliweka mkono mfukoni, akatoa karatasi iliyokuwa imechanika kidogo. Hii hapa ni nakala ya barua kutoka kwa wagonjwa. Nakala hii ya barua imetumwa kutoka hospitali ya Temeke kwenda Kalalangabo miaka 20 iliyopita. Imeandikwa jina la Eva Madinda. Nimepata kwa mmoja wa manesi wa staff aliyeishi Tabata. Eliana aliangalia barua hiyo kwa macho ya mshangao, akamwambia, umeipataje Victor? Nilipoamua kukufuata, niliamua nisiwe tu mume wa hasira. Nilitaka niwe sehemu ya ukweli. Naam, kwa muda mfupi walitazamana kwa utulivu. Sauti ya mguso wa historia ikaanza kuwaunganisha tena kimya kimya. Alafu Eliana akasema, kesho tunakwenda Kalalangabo. Utaenda na mimi? Na ndio maana niko hapa mke wangu. Sawa, inabidi ukachukue chumba chako. Hatuwezi kulala pamoja leo. Kivipi? Una maana gani hatuwezi kulala pamoja wakati wewe ni mke wangu? Hata kama mimi ni mke wako, bado nina hasira na wewe kwa sababu ulinisaliti na Eliora. Eliana, kwa nini bado umeshikilia hilo? Alafu kwanza nimekumbuka. Nani alikupa taarifa za kwamba mimi ninakusaliti? Kwa hiyo unataka nikwambie ili weje? Nina uhakika huyo mtu aliyekupa taarifa kakosea, kwa sababu taarifa za mtu uliyepewa ni tofauti na picha ya mwanamke ulionayo. Na kibaya zaidi, huyo mwanamke mimi nilimuona juzi wakati nafuatilia mtu aliyekuwa amechoma mgahawa wetu. Victor, unataka kunikera zaidi, si ndio? Hapana mke wangu, nakwambia ule ukweli. Kama kuna mtu anakuambia kuwa mimi nakusaliti, basi huyo mtu anakosea. Huyo binti mimi nimekutana naye na hakuonekana kunitambua hata kidogo. Shahidi yangu Kasim, kama mimi uniamini. Eti shahidi yako Kasim? Wewe na huyo Kasim mna tofauti gani? Kasim ni mtu wako karibu, lazima kulinde, na hata kama ni dhidi yangu, ninyi wanaume ndio jinsi mlivyo. Alafu ulivyokuwa mshenze, baada ya kuona kwamba nina hasira na wewe, ukaamua kwenda kutafuta mwanamke anayefanana na mimi. Hivi kwa nini unanifanyia hivi Victor? Eliana, tatizo huo hunipi muda wa kukuelekeza kitu. Hata nikikupatia Victor, muda wote umekuwa ni fundi wa kunipa mashairi ya kunilewaza, kumbe ni uongo mtupu. Na kuchukia sana wewe mwanaume. Na ilaani sana siku ulionitongoza nikakukubalia. Eliana mke wangu, usiseme hivyo. Utakuwa unaitia doa ndoa yetu. Niitie doa mara ngapi? Wakati umekuwa ukifanya hivyo muda mrefu tu. Hebu toka humu, nenda katafute pa kulala. Hiki chumba ni cha kwangu, nimekilipia mimi. Victor kwa kuwa alikuwa anamuelewa zaidi mkewe, hakutaka kumwacha usiku huo ndani kile chumba peke yake. Badala ya kutoka nje pale pale, alianza kumpiga mabusu ya kila mahali. Eliana alishangaa, hakutegemea kama mumewe angeweza kufanya vile, na hasa ukizingatia hawapo kwenye maelewano mazuri. Ingawa alikuwa anamchukia mumewe, lakini utamu wa mguso wake wa kimapenzi haukumwacha kuutesa mwili wake kimahaba. Victor alikuwa anajua namna kucheza na mwili wa mkewe. Alikuwa akimgusa maeneo ambayo yalimsisimua mwili wote Eliana. Unajua ilifikia hatua Eliana alikuwa haelewi kama akatae au amwache tu mumewe afaidi tunda lake, kitu ambacho ni haki yake. Victor, lakini kabla hata hajamalizia kusema alichokuwa anataka kusema, tayari Victor alikuwa kashamtupa kitandani. Alimpandia kwa juu kama dume la ng'ombe linapotaka kumpanda jike. Mguso wa ajabu kati yao ulimfanya Eliana hisi joto kali la kimahaba, joto ambalo lilimsukuma kumkumbatia mumewe kwa fujo, kama vile msichana mwenye usichana wake anayeanza mapenzi kwa mara ya kwanza. Hii ilimfanya Victor aelewe kuwa mkewe yuko tayari kushiriki naye kile kilicho halali kwao, kwa maana wao ni wanandoa. Safari hii Victor hakufanya ajizi. Alianza pale kumchojua mkewe nguo moja baada nyingine, na kilichofuata hapo ilikuwa ni mahaba moto moto. Kuna muda Eliana alikuwa anatokwa na machozi kutokana na utamu ambao mumewe alikuwa anampatia. Hakika wawili hawa walijua kupeana utamu kisawa sawa. Kila sekunde, kila dakika kwao ilikuwa ni weka tuweke. Walipeana karibia kila mitindo mipya kimahaba, lengo likiwa kila mmoja afurahie utamu kutoka kwa mwenzie. Victor aliita Eliana kwa uchovu, na hii ilikuwa ni mara baada ya wao kupeana kile kilicho halali kwao. Niambie mke wangu, yule binti nilimsukuma kule mgawani ni nani? Kwa nini kafanana sana na mimi? Ulimtoa wapi? Yule anaitwa Eliora. Ni rafiki yangu wa zamani sana kabla hata sijaanza chuo kikuu.
Mara nyingi nilikuwa napenda kwenda kula mishikaki yake nikiwa niko pamoja na Kasimu. Ina maana hata Kasimu unamjua? Ndio. Ni rafiki yetu wa miaka mingi sana. Kwa ndo maana ukamweka kwenye nyumba yako mpya ambayo umeijenga kwa siri huko Twangoma bila mimi kuniambia? Ilikuwa nikwambie kila kitu mke wangu, lakini ndio hivyo nikapata ajali. Kwa nini kuniambia sio mwanamke wako? Kwa hakika mke wangu, sikuwa na uhusiano kabisa na Eliora. Okay, sawa tulala, nimechoka. Aliongea Eliana na kisha hao wakajifunika shuka kulala pamoja kana kwamba sio wao waliokuwa wakichukiana muda mfupi tuliopita. Asubuhi na mapema kulipokucha walianza safari ya kwenda Kalalangabo. Walifika Kalalangabo jua likianza kupanda. Njia ilikuwa ni ya vumbi, mashamba ya mihogo na nyumba za nyasi zilizunguka pande zote. Kituo cha afya ya akili cha zamani sasa kilikuwa ni jengo lilojaa ukungu wa historia, na waliambiwa kilifungwa miaka 10 iliyopita baada ya kuungua sehemu ya jengo lake. Walikaribishwa na mzee mmoja aliyekuwa mlinzi wa zamani. Aliwatazama kwa shaka, lakini alipoona jina la Eva Madinda kwenye picha, alishusha kwanza pumzi ndefu. Huyo mama mnayemuulizia aliwahi kuishi hapa, lakini alichukuliwa na watu wasiojulikana miaka mingi iliyopita. Walikuja usiku mmoja, wakaingia na kuondoka naye kimya kimya. Hakuna aliyejua walikotoka wala walikoenda. Eliana aliketi chini, uso wake ulikosa nguvu. Hii inamaanisha nini? Haijulikani kama yuko hai au la, lakini alinitazama siku ya mwisho kwa macho ambayo siwezi kuyasahau. Ni kama mtu aliyekuwa na kitu kikubwa mno moyoni, lakini hakujua namna ya kukisema. Je, kuna mtu aliyewahi kumtembelea hapa au barua yoyote iliwahi kutumwa kwake? Aliwahi kupata barua moja tu kutoka kwa mtu anayeitwa Dennis. Ilikuwa imeandikwa kwa maandiko ya ajabu ajabu. Nilijaribu kuisoma lakini haikuwa na mantiki. Eliana na Victor walitazamana, wakajiuliza Dennis. Wakati hayo yakitokea huko Kigoma, bwana, hali ya nchi ilikuwa ni mbaya zaidi. Vyombo vya habari vilikuwa vikipaza sauti. Watoto wa familia 16 walioshuhudia moto wa mgahawa walifanya maandamano wakiwa wamebeba mabango yenye jina la Eliana. Chama kikuu cha upinzani cha mtaka rais ajiuzuru mara moja. Asasi 34 za kiraia za sitisha ushirikiano na serikali zikidai ukandamizaji wa haki. Shirika la kimataifa la fedha la sitisha msaada wa misaada ya dharura. Nchi ililipuka kweli kweli kwa vyombo vya habari kutandaza habari kila kona. Ndani ya ikulu, rais alikuwa amekaa kimya kwenye chumba chake cha mikutano. Mawaziri wake walikuwa wakibishana juu ya njia sahihi ya kumtetea Eliana bila kuharibu uaminifu kwa wananchi. Lakini yeye alitazama picha ya familia yake na akasema kwa sauti ya ndani kabisa, ikiwa nitamlinda mtoto wangu bila ushahidi, basi sitakuwa rais wa watu. Lakini ikiwa atathibitika hana hatia, dunia itajua kuwa haki haibagui jina. Alibaki akijiwazia hivyo Mheshimiwa Rais, huku akiwa hajui ni lini na ni kivipi binti yake atathibitika kuwa hana hatia. Naam, tukirudi Kigoma, Victor alionekana kusema kwamba tunamfuata Dennis leo. Victor alisema kwa msisitizo, huku akitembea kwenye njia ya vumbi wakiwa wametoka Kalalangabo. Eliana alimkodolea macho na kisha akasema, "Yaani unasema kana kwamba una ramani ya roho yake mfukoni eti? Unajua yuko wapi?" Dennis mimi namjua mtu wake wa karibu. Mtaani anaitwa Kesi. Anaishi Kimanzichana. Nimewahi kufanya naye kazi miaka 2 iliyopita kabla hujaniletea fitina zako. Fitina zangu? Kama ungekuwa unajiweka wazi, nisingehitaji kuweza kukuchunguza. Kila msichana wa ofisini kwako alikuwa na sababu ya kucheka zaidi ya kawaida unapopita. Hivi bado tunarudi kwa kumwongelea Eliora ama? Huyu mtu anaweza kuwa amekufa kwenye moto, lakini bado moyo wako unawaka kuliko jiko la gesi lilolipuka. Usiongee kwa dhiaka kuhusu vifo vya watu. Victor, niko hapa kwa sababu sipendi kuona watu wasiokuwa na hatia wanakufa bila haki. Kama umekuja kwa sababu ya mashaka yako ya ndoa, rudi zako na wala hata sijakuomba msaada mimi. Victor aligeuka, macho akiwa ni makali kama kisu. Nisikilize. Sikukufuatilia kwa sababu ya ndoa.
Niko hapa kwa sababu mtu lazima awe na akili ya kawaida kufuatilia uhalisia wa mambo. Na kwa sasa mimi ndiye mtu huyo. Nyo, muone kwanza, sura kavu hata aibu huoni. Eti sijaja hapa kwa ajili ya ndoa. Na mbona jana usiku umenifanya kwa lazima kwa kigezo cha kuwa wewe ni mume wangu? Kwani wewe hukufurahia? Kwanza ni haki yangu, wewe ni mke wangu. Eliana alikenua midomo. Kwa hiyo sasa ndo unajiona una akili kuliko mimi, si ndio? Kwa hatua hii ya uchunguzi, naweza nikasema ndio. Namjua huyo Dennis pa kumpata. Kwa hiyo unatakiwa unifuate mimi kwanza hivi sasa. Eliana alipiga hatua moja mbele hadi midomo yao ikakaribiana sana. Basi tembea mbele. Nikishindwa nitakufuata. Ila ukikosea hata kidogo tu usigeuke kuniomba msaada. Sina mpango wa kukosea. Waliendelea kutembea bila kuongea. Hali ilikuwa ni kama barafu inayotembea juu ya lava. Ukimya bado haukuwa wa amani, bali wa egos mbili zenye moto mkali, kana kwamba sio wao waliotoka kupeana penzi nzito usiku wa jana. Safari ya kurudi tena Dai ilianza. Safari hii hawakurudi tena na treni, bali waliamua kupanda malori ya mizigo, lengo likiwa ni kuzuia polisi kumkamata Eliana. Baada ya kufika Dar es Salaam, hawakutaka kupoteza muda. Moja kwa moja walielekea Kimanzichana, nyumbani kwa Kesi, rafiki mkubwa sana wa Dennis. Walipofika kwake, walimkuta akiwa anaosha gari dogo nje ya nyumba yake. Kesi alikuwa ni jamaa wa miraba minne, mwenye meno ya dhahabu na macho yaliyolala. Victor, ni wewe tena? Kesi aliuliza kwa mshangao. Victor akasema, kama unavyoniona, niko na mama mkubwa wa nchi hapa. Tuko kwenye kazi maalum. Victor alipoyasema hayo, Eliana alionekana hakutaka kupoteza muda. Akamsogelea Kesi na kisha akamwambia, unamfahamu mtu anaitwa Dennis? Kesi alimtazama Eliana kwa macho ya tahadhari na kisha akasema, Dennis ndo nani? Kwanza si unatafuta wewe na polisi wewe? Hapa kwangu umefuata nini? Mimi sihitaji matatizo kwa sasa. Kesi alipozungumza hayo, Victor alimsogelea Kesi na kisha akamwambia, sikiliza, tuna maswali machache tu Kesi, alafu tutaondoka kaka, hatukai. Kesi alifuta mikono yake na kisha akasema, sikilizeni, Dennis ni mtu wa mikataba ya hatari. Mara ya mwisho nilimsikia yuko Kagera, anafanya kazi ya kupakia shehena kwa jina la bandia. Eliana alisimama kando ya Victor na kisha akasema, kama ni kweli basi nipe hilo jina lake la bandia analotumia. Siku hizi haitu jina lake Dennis. Siku hizi wanamuita Babu Chuma. Mtafuteni yeye. Hapa mimi sihitaji matatizo. Na tena ni vyema kama mkiondoka mapema. Naam. Victor na Eliana hawakuwa na namna nyingine zaidi ya kuondoka tu pale. Kwa kuwa Victor alikuwa amekuja na gari lake pale, hivyo hata walipoondoka, Eliana alipanda pia kwenye gari la Victor. Wakiwa njiani, Eliana aligundua ya kwamba Victor anamtazama sana, japokuwa alikuwa anaendesha gari barabarani. Vipi, mbona unanitizama kama una jambo moyoni? Naangalia jinsi unavyotaka kuonekana jasiri wakati ndani yako unavunjika vipande vipande. Wewe unavyojiona, yani ni jasusi wa karne hii. Kumbe kila hatua umeikosea. Kama sio mimi, usingejua hata jina la Eva. Victor alisimamisha gari pembeni na kisha alimtazama mkewe na akamwambia, lakini bado nilikulinda na kukuongoza mpaka Kigoma Kalangabo. Kwanza mimi sikuamini. Kila kitu nafanya mwenyewe. Wewe na shobo zako ndo unajileta kwangu. Eti shobo zangu. Hivi bila mimi ungepata hizi taarifa za Dennis? Kwani wewe Dennis tumempata sasa? Hebu acha kujigamba wakati hata Dennis mwenyewe pia hatujampata. Okay, sawa, hatujampata, lakini walau tuna mwanga kuweza kupata suluhisho. Walitazamana, migongo yao ikiwa ipo karibu kabisa, alafu kwa sauti ya chini Victor alisema, mbona unaogopa Eliana? Naogopa kuupenda moyo ambao tayari ulikuwa na mtu mwingine kabla yangu. Mimi naogopa kukupoteza mke wangu, na ndio maana niko na wewe hapa. Walisogeleana, lakini kabla midomo yao haijakutana, simu ya Victor ilianza kuita. Alipotazama, aliona mpigaji ni Kesi, mtu ambaye wametoka kwake muda so mrefu. Haraka sana Victor alipokea ile simu ili kujua kwamba Kesi anataka kumwambia nini. Victor, Dennis amekuja hapa kwangu, ila kaondoka sasa hivi.
na gari langu lile jeupe, kapita barabara Kisarawe. Kesho anasafiri, anakimbia nchi, anaenda kujificha India. Kama unaweza basi mkamateni leo. Hapo Victor hakutaka kusubiri simu ile ikate. Pale pale alikunja kona na kuanza kwenda uelekeo ambao aliambiwa kwamba Dennis ameelekea huko. Safari ya kumkimbiza Dennis haikuwa rahisi. Gari lao dogo lilitembea kwa mwendo wa haraka kwenye barabara yenye mashimo, huku upepo mkali kutoka nje ulipuliza kwa nguvu, ukikumbusha kuwa walikuwa karibu na mipaka ya ukweli usiojulikana. Victor alikuwa vizuri kwenye usukani, pamoja na macho yake kuielekezea mbele. Bado alipata muda wa kutupiana maneno na mkewe. Ndio unafanya nini sasa Victor? Punguza mwendo bana, polisi watatukamata. Tulia wewe mwanamke, ni kuonesha kuwa mimi mumeo ni bora, baba mzazi wa familia. Kwa hiyo tukipata ajali hapa ndio utakuwa umenionyesha hiko unachokisema, si ndio? Ajali ni mipango ya Mungu. Hebu acha ujinga wako Victor, punguza mwendo bwana. Usitaki kufelisha harakati zangu za kutafuta haki yangu. Wala sifelisha harakati zako. Angalia kule mbele, umeona ile gari nyeupe? Dennis yupo ndani ya ile gari. Victor, hebu acha utani wako. Umejuaje kama Dennis yupo kwenye ile gari? Hilo solo muhimu kwa sasa. Wewe fanya kitu kimoja, piga simu polisi waambie kwamba umempata aliyewasha moto kwenye mgawa wetu. Hivyo wewe Victor umepagawa nini? Unataka polisi wanikamate kabla sijampata mhusika? Eliana chubishi basi. Victor aliona kuendelea kujibizana na mkewe kunaweza kumpotezea umakini wa kumpata Dennis. Aliamua kuongeza mwendo ili kuhakikisha Dennis hampotei. Dennis naye mara baada ya kuhisi kwamba kuna gari nyuma inamfuata, aliamua kuanza kukimbiza gari, kitendo kilichopelekea sasa wawe wanakimbizana barabarani. Mbio hazikuchukua muda mrefu. Polisi wa barabarani walianza kuwafukuza kwa nyuma. Victor mara baada ya kuona Dennis anaweza kumkimbia, aliamua kuweza kumgonga kwa pembeni, kitu ambacho kilichopelekea gari la Dennis kuingia mtaroni likakwama. Haraka sana alishuka kutoka kwenye gari lake akaenda kumkamata Dennis ambaye alikuwa anajiandaa kukimbia. Mapigano mazito yalizuka baina yao, lakini hayakuchukua raundi. Mara moja polisi waliweza kufika pale. Hatimaye wote watatu walijikuta wapo kwenye mikono ya polisi. Ndani ya masaa machache tu taarifa kukamatwa kwao watatu ilisambaa kila kona ya nchi. Habari mitandaoni ilikuwa ni moja tu, ambayo ilimhusu Eliana, mtoto wa rais. Dennis alipofikishwa polisi aliweza kuhojiwa, ambapo kwa mdomo wake alikiri ya kuwa alilipwa pesa ili atekeleze kazi ya kuchoma moto mgahawa wa Victor. Taarifa hiyo ilimfanya Eliana apate uheni ya kesi, ingawa bado alipatikana na kesi ya kujibu kwa kumsukuma meneja Eliora, ambaye mpaka sasa haijulikani kama alikufa kabla ya moto kuwaka au alikufa baada ya moto kuwaka. Kwa nguvu ya ushawishi wa serikali, hatimaye Eliana aliachiwa huru mara baada ya ushahidi wa kumfunga wa mauaji ya Eliora kukosekana. Kitu pekee ambacho serikali ilifanya ni kwenda kunyamazisha familia za wahanga kwa kuwapa fidia kubwa ya pesa. Mama Eliora alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya wagonjwa ya saratani, naye alinufaika na fidia hiyo, ambapo serikali ilimpa msamaha wa matibabu pamoja na kumpatia nyumba ya kuishi. Pamoja na yote hayo, lakini bado Eliana hakutoka polisi mapema. Kwa miezi miwili alikaa gerezani, ingawa hakuishi kama wafungwa, kwani yeye alikuwa kila vizuri na kulala pazuri kama vile yuko nyumbani tu. Kitu pekee alichokikosa ni uhuru wa kwenda anapotaka, uhuru wa kutumia simu pamoja na kuongea na ndugu na marafiki. Kwa kuwa sakata hili lilimhusu binti wa rais, haraka sana serikali ilizima kimya kwa kupiga marufuku vyombo vya habari, watu maarufu pamoja na asasi za kiraia kuliongelea. Hivyo ndani ya muda mfupi tu kila mtu alisahau kama kuna moto uliwahi kuchukua maisha ya watu Kigamboni. Dennis aliweza kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Pamoja na kukutwa na adhabu hiyo, bado hakuweza kusema aliyemtuma kufanya tukio hilo. Ingawa Eliana alijua kuwa aliyemtuma Dennis ni Dula Mshomba na wenzie, bado ilikuwa ni ngumu kwake kumtia hatiani Dula Mshomba kwa sababu hapakuwa na ushahidi wa kutosha, ingawa aliwasilisha ile audio aliyowahi kumrekodi Dula akiwa anaongea na washirika wake kule bandarini kwenye ofisi zake. Kwa maelezo ya jaji aliyekuwa akisimamia kesi hiyo, alisema kwamba ushahidi huo bado hautoshi kumtia hatiani Dula Mshomba, mmiliki wa kampuni ya gesi ya Miss Energy. Siku moja ambayo Eliana aliachiwa huru, familia ya rais waliandaa sherehe kubwa sana Ikulu, ambapo ni wanafamilia tu pamoja na watu wa karibu wa rais ndio waliweza kuhudhuria, ikiwa ni sehemu ya kumshukuru Mungu kwa kumponya Eliana kutoka kwenye kesi ambayo pengine ingekuwa ndio hatima ya maisha yake. Ingawa bado Victor na Eliana hawakuwa na maelewano mazuri,
bado siku hiyo walikuwa pamoja kana kwamba hamna mgogoro baina yao. Victor, kwa kutambua umuhimu wa mkewe, aliamua kutumia hiyo siku kama sehemu ya kumwomba msamaha mkewe kwa yote walioyapitia, na kama ikiwezekana basi waanze upya mapenzi yao. Mwanzoni Eliana alikuwa ni mgumu, lakini mwishowe alikubali kumsamehe mbele ya wageni waalikwa waliokuwa wamealikwa Ikulu. Katika siku za furaha kwenye maisha yao, basi ilikuwa ni pamoja na hiyo siku. Kila mtu alikuwa na furaha na mwenzie. Kwa kuwa sherehe ilikwenda mpaka usiku mkubwa, Eliana pamoja na mumewe walilala pale pale Ikulu. Na siku iliyofuata asubuhi na mapema, baada ya kupata kifungua kinywa, walianza safari kurudi kwenye nyumba yao ya Kunduchi, huku wakiwa na mtoto wao. Majira ya saa 4 za asubuhi, jua la Dar es Salaam lilikuwa likiwaka kwa upole, likitupa miale yake ya dhahabu juu ya nyumba ya kifahari iliyosimama pembeni mwa bahari ya Hindi huko Kunduchi. Gari jeusi aina ya Lexus lilipiga kona taratibu likapaki ndani ya nyumba hiyo. Ndani ya gari, Victor alitabasamu akiwa anamwangalia mke wake Eliana na mtoto wao wa kiume aliyekuwa amelala usingizi mzito kwenye kiti cha nyuma. Tumerejea nyumbani sasa, Victor alisema kwa sauti ya upole. Alipumua kwa kina. Hatimaye maisha yataweza kuanza tena. Eliana alimgeukia mumewe, macho yake yakiwa na mwangazo wa matumaini, na kisha akamwambia, tumepitia kwenye kipindi kigumu sana mume wangu. Sasa naomba Mungu maisha yetu yakawe na amani kuanzia hivi sasa. Victor alishika mkono wa mkewe kwa upendo mkubwa, na kisha akamwambia, na mimi naapa ya kuwa mume bora na baba bora kwa mtoto wetu. Wote walishuka kutoka garini kwa upole. Mtoto wao alibebwa na mama yake, huku Victor akifungua mlango wa nyumba. Lakini kabla hawajaingia ndani, mlinzi wa nje afahamikaye kwa jina la Bakari alikimbia haraka sana akiwa na uso wa tahadhari. Samahani sana mheshimiwa, Bakari alisema kwa haraka. Kuna mgeni yuko getini, anasema anaitwa Rara. Yupo na mtoto mdogo wa kiume, amekuja kukuona Victor. Eliana aligeuka ghafla, alimtazama Bakari. Kwamba Rara gani tena? Aliuliza kwa sauti ya ghadhabu iliyojaa mshangao. Victor alinyanyua uso kwa tahadhari, akabaki kimya kwa sekunde kadhaa. Hakulikumbuka jina hilo mara moja, lakini ndani ya kichwa chake kulipita kivuli kisichotambulika cha sura. Ebu mwambie ingie, alisema kwa sauti ya shaka. Bakari alikwenda haraka kufungua geti. Dakika 2 baadaye mlango wa mbele wa nyumba hiyo ulifunguliwa na mwanamke wa umbo la kuvutia aliingia kwa mikogo ya mrembo wa mjini. Alikuwa amevalia suruali fupi ya jeans, blausi nyekundu ya mikono mifupi na miwani ya jua yenye flame kubwa. Pembeni yake alishika mkono wa mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka kama 5. Sura yake mtoto huyo ilikuwa ni kama ya Victor wakati yuko mdogo. Eliana alibaki amedua. Mapigo ya moyo wake yalipiga kwa kasi, na kisha akasogea mbele kwa haraka. Alimkazia macho huyo mwanamke, akamnyoshia kidole. Wakati huo Victor alikuwa kama kachanganyikiwa. Sura ya binti haikuwa ngeni kwake. Alimkumbuka vyema kwamba ndiye mwanamke ambaye mara zote mkewe amekuwa akimtuhumu ya kwamba ni mchepuko wake. Mawazo yake yalizidi kumvuruga akilini pale alipokumbuka ya kuwa binti huyo ndiyo yule aliyewahi kumuona ndani ya kituo cha kuuzia gesi kule Kigamboni, lakini binti huyo hakuonekana kumtambua kabisa. Sasa iwaje leo aje nyumbani kwake tena na mtoto ambaye ni kama katolewa kopi yake wakati akiwa mdogo? Ni wewe sio eh? Eliana alipaza sauti huku akiwa anapiga hatua taratibu kumsogelea Rara. Yaani wewe kuchepuka na mume wangu hujaridhika sasa eh? Umeamua kumfuata mpaka nyumbani kwangu sio? Rara alitabasamu kwa dharau. Aliweka mkono kiunoni alafu akavua miwani taratibu akamwambia, Mama Jovan, pole na mshtuko. Sio kosa langu. Kama mwanaume wako alitaka zaidi ya ulichokuwa unampatia. Eliana alisonya kwa hasira. Nilikuwa nakutafuta sana wekenge. Sasa leo nitakuonesha ama zako ama zangu. Victor alikuwa amebeba mfuko wake mkononi. Ilibidi amgeukie Rara kwa mshtuko. Alimtazama mtoto na kwa mara ya pili moyo wake ukaganda tena. Mtoto huyo alikuwa ni kama kioo chake, sura, macho mpaka mdomo. Kila kitu kilikuwa ni picha yeye mwenyewe akiwa mtoto.
Kwa sauti ya mshangao, huku akiwa anamwangalia yule mtoto, aliuliza kwamba huyu ni nani? Rara alimtazama kwa ujasiri, huku akijibu ya kwamba ni mtoto wako Victor. Mtoto wako na miaka 4 na sijawahi kukusumbua kwa miaka yote hiyo. Lakini sasa nimechoka kuishi maisha ya mateso na mtoto ambaye baba yake yupo. Najua ulikuwa na mke, hongera kwa ndoa yenu ya kifahari, lakini sasa maisha yamenishinda. Nahitaji msaada na mtoto wako anahitaji baba. Eliana alimkazia macho Victor kwa hasira. Hivi Victor, ni kweli anayosema huyu mwanamke? Kwa hiyo huyu mtoto ni wa kwako Victor? Victor alitikisa kichwa kwa kuchanganyikiwa. Hakujua mjibu nini mkewe, na hasa ukizingatia yule mtoto alikuwa kafanana sana na yeye. Victor akiwa na kigugumizi cha kuongea, Rara alimtazama Eliana na kisha akasema, swali gani hilo unauliza mama Jovan? Ina maana huoni kama Benson wangu ni damu ya mumeo? Nimemleta Benson kwa baba yake kwa sababu ni wakati wake yeye kuanza kuishi maisha mazuri kulingana na hadhi ya baba yake. Eliana akiwa anatokwa na machozi ya uchungu, alimtazama tena mumewe na kisha kauliza, Victor, nimekuuliza huyu mtoto ni wako? Eliana, mke wangu, yaani mimi sielewi Eliana. Huyu mwanamke mimi niliwahi kumuona kwenye kituo cha gesi, lakini hakunitambua na wala hakusema chochote. Leo hii siku ya pili namuona. Kiukweli mimi simjui. Na huo ndo ukweli. Na kabla hata hajaendelea kuongea, Rara alidakia kwa mbele. Victor Mazanda. Sio kama sijui. Najua kama ulipata ajali. Najua kama bado hujarejesha kumbukumbu zako. Kwa hata usijisumbue kutokunifahamu. Pale utakapokumbuka kila kitu, natumai utajua kwamba mimi ni nani. Kwa sasa unapaswa kutimiza wajibu wako kama baba kwa mwanangu. Ni zamu ya mtoto wangu naye kusoma shule za mabasi ya njano, na hilo linawezekana kabisa kwa sababu baba yake uwezo huo unao. My King Benson, msalimia babako. Alihitimisha hivyo Rara, huku akiwa anamwangalia mtoto wake. Kweli nyie kale katoto, sauti ya upole na ya uoga kaliongea, shikamo baba. Kauli hili zidi kuumuma sana Eliana. Safari hii hakuwa tena na ujasiri wa kuendelea kuvumilia kile kinachoendelea pale. Kwa kasi ya ajabu alimvamia Rara na kisha alianza kumshambulia kana kwamba anapiga mwizi. Moja ya sifa ama kipawa alichokuwa amejaliwa Eliana ilikuwa ni pamoja na nguvu. Alipomtia Rara mikononi mwake, Rara hakuweza hata kufurukuta. Makonde mazito yalikuwa yakitua kwenye mwili wake kutoka kwa mwanadada Eliana. Ilibidi haraka sana Victor ingilie kati swala lile, kwani kama angewaacha hata kwa dakika moja tu mbele, basi ingekuwa ni maafa makubwa mno kwa Rara. Baada ya kuwatenganisha ili kuleta utulivu na amani pale ndani, Victor aliamua kumchukua Rara pamoja na mtoto wake Benson na kisha akaondoka nao pale kwake. Ukuta wa ukimya ulimfunika Eliana kama blanketi la umauti. Mara tu baada ya mumeo kuondoka akiwa na mwanamke mwingine na mtoto anayefanana naye mithili ya kioo, alisimama mlangoni akiwa kama sanamu la huzuni. Eliana macho yake yalikosa mwelekeo, mdomo wake ulikuwa wazi, akihema hewa ambayo haikufika mapafuni. Nyumba ilikuwa kimya, lakini moyo wake ulikuwa na kelele. Wakati huo bado mtoto wake Jovan alikuwa amelala usingizi wa machozi. Mikononi mwake, akijitahidi kumlaza kwenye kitanda cha sebleni. Na kisha Eliana akasogea kwa mwendo wa maumivu mpaka kwenye ngazi zinazoelekea gorofani. Kila hatua aliyopanda ilikuwa ni kama vile kubeba dunia yote mabegani. Alipofika juu alifungua mlango wa chumba chao, chumba cha ndoa, chumba chao cha siri, cha furaha na kumbukumbu. Alifunga mlango kwa nguvu, akajiegemeza juu yake huku akidondoka sakafuni. Eliana machozi alimchuruzika kama mvua nzito, na kisha alipiga kelele ya maumivu ya kukata tamaa. Kwa nini Victor? Victor, kwa nini? Kwa nini sasa? Kwa nini umenifanyia hivi Victor? Aliposimama, macho yake yakatua kwenye kabati lililokuwa lina album za picha. Akalikurupukia kama simba mwenye hasira. Alitoa album moja baada ya nyingine. Zile picha walizopiga pamoja kwenye harusi yao, mapumzikoni Zanzibar, na hata picha ambazo yuko na ujauzito wa Jovan na siku ya kuzaliwa. Alitazama hizo picha moja baada nyingine. Zilikuwa zimebeba ujumbe mzito mno. Picha mbalimbali wakiwa wamekumbatiana na Victor mbele ya bahari ya Hindi. Macho ya Victor yalikuwa yakitazama kwa mapenzi. Eliana alichana vipande zile picha.
Akarusha vipande vyote juu kama vile manyoya ya huzuni, na kisha alivamia drawer la vipodozi, akachomoa pale kioo kikubwa, akaanza kujitazama. Alikitazama kile kioo kwa nguvu, akaangalia uso wake kwenye kioo. Macho yake yalikuwa ni mekundu, puani kukiwa kuna jasho la huzuni, na midomo ilikuwa ni ya fadhaa. Alijiona kama kivuli cha malkia aliyepoteza utawala. Sio mimi tena. Hiki sio chumba changu. Hii sio ndoa yangu. Alikitupa kioo sakafuni, kilipasuka vipande vipande. Kimya chake kilikatizwa na kishindo cha vioo kusambaratika. Alichukua kioo kingine, akakitupa ukutani, kilivunjika. Alikishika. Mapazia yalichanwa, taa za dari zilivunjwa kwa kupigwa na kigari kidogo cha Jovan. Mito ilirushwa hewani na chanwa. Mlango hapo ndipo kagongwa. Taratibu sauti ya house girl ambaye ni Monica ilisikika kwa uoga kwamba mama Jovan, nimeleta maji ya kunywa. Eliana alitembea kwa haraka, alifungua mlango kwa nguvu. Macho yake yalikuwa ni mekundu, nywele zikiwa zimevurugika mabegani kwa fujo. Monica alijikunyata akitetemeka mikononi. Kikombe cha maji kilidunda kwa hofu. Madam, tulia tafadhali. Chukua maji. Unasema kunywa maji kunaweza kutuliza hasira zako madam wangu. Eliana alikamata kikombe kile kwa hasira. Sekunde moja baadaye alikipigiza chini kwa nguvu. Kikombe kilivunjika vipande, maji yakamwagika sakafuni. Maji? Maji gani? Amani? Amani gani tena Monica? Mume wangu kani... Hebu niache peke yangu, toka hapa Monica. Nimesema toka. Toka. Eliana alirudi ndani huku akitetemeka kwa uchungu. Alianguka sakafuni na kujikunja kama mtoto aliyeachwa misutuni. Alikumbuka jinsi walivyopendana na Victor, jinsi alivyomvumilia alipokuwa akiuguza majeraha. Sasa yote hayo yamekuwa ni umauti ndani ya sekunde 10 mbele ya mwanamke wa mtaani, Rara. Aliposimama, mikono yake ilikuwa ikivuja damu. Wakati akiharibu kioo na picha, alijikata kwenye kiganja chake cha kushoto bila kujijua. Damu ilimchuruzika Eliana. Akaitazama kwa huzuni na kisha akasema kwa sauti ya chini kwamba hata damu yangu inanidanganya. Monica, ambaye ni dada wa kazi, alimpenda sana bosi wake Eliana. Alikimbia ndani na kitambaa cheupe, alianza pale kumfunga kwa upole, lakini Eliana alimgonga kidogo kwa mkono akamwambia, nenda zako Monica. Nisamee kwa kila kitu, lakini naomba niweze kuwa peke yangu. Monica aliondoka taratibu huku machozi yakimtoka. Alimwacha Eliana peke yake. Alikaa juu ya sakafu baridi akiwa katikati ya vunjiko la kila kitu alichowahi kuamini: ndoa yake, familia yake na heshima yake. Naam. Kwa wakati huo Victor yeye alionekana ameamua kumpeleka Rara pamoja na mtoto wake Benson kwenye nyumba yake ya Twangoma. Mara baada ya kuingia tundani, mtoto Benson alikimbilia kwenye kochi la pembezoni. Alishika remote ya TV huku akitabasamu kama mtoto wa kawaida asiyejua huzuni inayochanika ndani ya mioyo ya watu wazima wawili waliomleta hapo. Victor alifunga mlango kwa nguvu na kisha aligeuka kwa ghafla kumtazama Rara. Uso wake ulikuwa ni mkali, macho yake kimchoma kwa maswali. Sasa naomba uniambie, wewe ni nani hasa? Rara alikata tamaa ya kujifanya mpole. Alijisogeza kwenye kochi jingine, alivua viatu kwa dharau na kisha alitupa begi lake sakafuni. Akasema, Victor, kwa nini unauliza swali la kijinga kama hilo? Hujui mimi ni nani hapa, si ndio? Ndio, sikujui wewe ni nani. Okay. Ndio maana nimekuleta hapa, kwa sababu kila kitu mimi kinanichanganya. Uso wako naukumbuka, lakini siwezi kuunganisha kabisa ni wapi, ni lini na sijui hata ilikuwaje nikawa na wewe. Nataka ukweli, hebu ongea haraka iwezekanavyo. Rara alitetemeka kidogo. Alinamisha macho yake chini na kisha akasema kwa sauti ya kujifanya mpole, Victor, wewe ni mwanaume mzima. Unajua vizuri nini kilitokea kati yetu, lakini nakusamehe kama umesahau. Najua ulikuwa kwenye wakati mgumu. Siku ile nilipokuona kwenye kituo cha kuuzia gesi, nilikuwa niko busy sana na matatizo ya mkeo.
nilihisi sio wakati sahihi wa kukuletea masuala ya kuhusu mtoto, na nikamua nikudanganye tu, na sio kwamba nilikuwa sikutambui. Nilijifanyisha tu kama vile sikujui ile siku, lakini nilikuwa nakujua. Okay, subiri kwanza. Hii sasa inakuwa kama hadithi ya kuokota mtoto njiani. Rara, mimi sijawahi kuwa na uhusiano kimapenzi na wewe. Nilikuona mara moja tu kwenye kituo cha gesi. Sasa unaniambiaje kwamba huyu mtoto mwenye miaka 4 ni wa kwangu? Kwa sababu ni wako. Uona ndani ningefika mpaka nyumbani kwako Kunduchi kama sina uhakika? Unafikiri mimi napenda kunyenyekea kwa mke wako na kupigwa na maneno ya kejeli? Huyu mtoto ni wa kwako na unahitaji kulikubali hilo, Victor. Victor alitembea kutoka upande mmoja hadi upande mwingine wa sebule. Alishika kichwa chake kwa maumivu. Alikuwa bado hajapona kutokana na msongo wa miezi iliyopita, na sasa huyu mwanamke anakuja na mzigo mpya wa kisaikolojia. Hebu sikiliza Rara. Nimepoteza heshima yangu kwa mke wangu leo. Ameniona nikiondoka na mwanamke wa mtaani mbele ya mtoto wetu Jovan. Umeniharibia ndoa yangu, tena kwa kutumia mtoto ambaye sijaelewa hata nilikupa vipi. Kama kweli huyu mtoto ni wa kwangu, kwa nini usiniletee kabla? Kwa nini sasa? Ni kwa sababu nimechoka. Miaka 4 Victor, miaka 4 nikiwa na mtoto, nikihangaika kulipa kodi, kula miogo na maji ya kunywa kwa bahati. Alafu wewe unaishi kwenye jumba la mamilioni, unaendesha gari la gharama ukiwa na familia kifalme. Hapana. Haki yangu na ya mtoto wangu ninaitaka, Victor. Najua kama umepoteza kumbukumbu na ndio maana hunijui mimi, lakini unapaswa kutambua kwamba mwanamke ambaye mara zote mkeo amekuwa akikutuhumu kwamba upo naye kimapenzi, basi mwanamke huyo ndo mimi. Sio tu kwa kimapenzi, bali tu mpaka mtoto tunaye. Mke wako hakuwa na kutuhumu bure Victor. Sio kwamba alikuwa na kurupuka tu kukwambia kwamba ulikuwa una mchepuko nje. Huyo mwanamke mwenye ndiye mimi. Kwani hujawahi mke wako hajawahi kukuonesha picha yangu kwenye simu yake? Huu ni wakati wako sasa Victor kutambua kwamba una mtoto na mimi. Siwezi tena kuendelea kuteseka na mtoto wangu wakati ulinizalisha wewe upo. Victor alimkaribia taratibu, akamsogelea uso kwa uso, macho yakiwa yanagongana. Na itakuwaje kama huyu mtoto sio kwangu? Vipi kama hii yote ni sehemu ya mchezo wako wa kutaka kula hata kwa mgongo wa jina langu? Victor, hauna ubavu wa kujua hilo, kwa sababu kwa sasa kumbukumbu zako hazijarudi. Na ndio maana nimechoka kuwa mkimya. Nataka mwanangu ale vizuri, asome vizuri, aishi kama mtoto wako Jovan anavyopaswa kuishi. Kama utaki, nitaenda kwenye vyombo vya habari, nitaongea kila kitu na nitasema umenizalisha na kisha kanitelekeza na mtoto. Alafu sasa tuone kati ya mimi na wewe nani atakayepotea kwenye hili. Victor alimwangalia Lara kwa sekunde kadhaa na kisha alipiga hatua mbili nyuma. Alimwangalia mtoto aliyekuwa bado amekaa kwenye kochi akitazama katuni. Mtoto hajui lolote, lakini kafanana sana na mimi. Ina maana nilikuwa namsaliti mke wangu na huyu binti? Ujinga gani huu nilikuwa naufanya sasa? Mbona binti mwenye wa kawaida tu hamfikii hata mke wangu hata chembe kwa uzuri? Nini sasa hiki nilikuwa nakifanya mimi? Lakini hapana, siwezi kukubali kirahisi hivyo. Sitomtambua huyu mtoto mpaka nimpime DNA. Alijiwazia Victor huku akiwa anamtazama yule mtoto aliyekuwa yuko busy na katuni toka kwa TV kubwa iliyokuwa iko pale sebleni. Kataa ukubali Victor, huyu mtoto ni wa kwako. Kama unawaza tofauti na hivyo, basi unajisumbua tu, lakini ukweli ndio huo. Rara aliongea tena. Victor alielekeza macho kwake na kisha akasema, sikiliza wewe. Sijui kwa nini unafanya hivi, ila naamini huu ni mpango wako. Umefanya hivyo kwa makusudi kabisa. Kama kweli ulikuwa na mahusiano na mimi, natumai huwezi kukosa ushahidi wa hilo. Ushahidi Kwani tuko mahakamani hapa mpaka unahitaji ushahidi? Alafu kwanza, ushahidi gani ambao unautaka? Wa picha? Maandishi? Sikiliza Victor, wanaume wa daa mnapenda sana mambo chumbani. Mnapenda mambo haraka bila ushahidi. Mimi sio mwanamke wa kupiga picha, lakini mtoto huyu atakuwa ni ushahidi tosha. Huwezi kuikwepa sura yako. Hii ni sura yako haswa Victor. Sasa sijui unataka ushahidi gani tena tofauti na huu. Victor alipumua kwa nguvu. Alisimama katikati ya chumba, macho yake yakiwa na mvutano wa hasira na kuchanganyikiwa.
Kama ni hivyo nitakufanyia DNA. Kama ni kweli ni wa kwangu nitamhudumia kama mtoto wangu, lakini hadi hapo usinilazimishe kuamini uongo ambao hata wewe mwenyewe unashindwa kuelezea vizuri. Rara alivuta begi lake, akaketi tena kwa utulivu, sauti yake ikipungua. Fanya unachokitaka. Lakini kumbuka, huu si mwisho. Si mimi tu uliyemwacha na maumivu, Victor. Kuna mtoto hapa ambaye hatakiwi kuishi maisha mitaani kwa sababu tu babake anaishi maisha ya kifalme na mke wake ana vito vya almasi. Nisikilize wewe, haya mimi ni maisha yangu, wewe hayakuhusu. Yananihusu Victor. Yananihusu Victor. Nimezaa na wewe, kwa hiyo yananihusu vizuri tu. Sikia, kwa sasa inabidi uondoke na mtoto wako. Niachie namba yako ya simu, nitakutafuta ili kuweza kumpima DNA kwanza. Twende wapi Victor? Mbona mimi na mtoto wetu tushafika tunapokwenda? Una maana gani? Na maanisha kwanza sasa haya ndo makazi yetu. Hivyo wewe mwanamke una kichani ni ama? Vyovyote vile utakavyoona ni sawa tu, ila hapa ndani mimi ndo nishafika. Mtoto wangu ataishi hapa kwa sababu ni haki yake kuwa hapa, na kwa kuwa bado ni mdogo basi ni lazima mamake niwe naye karibu. Siwezi kuruhusu hilo kabla sijathibitisha kama huyu mtoto ni wa kwangu. Nimesema ondokeni hapa. Victor, hapa hatoki mtu. Yaani sijui unanielewa? Hatuna mahali pa kukaa sasa hivi. Unataka tuondoke twende wapi? Chumba kimoja nilichokuwa nimepanga kodi imefika mwisho. Kwa nimerudisha chumba. Mahali nilipokuwa nafanya kazi ofisi imefungwa, kwa hiyo sina kazi, sina pesa, sina pa kuishi. Alafu unataka niondoke? Niende wapi? Mtoto wako akiishi wapi? Nisikilize mwanamke. Usinifanye nikatumia nguvu hapa kukutoa. Kuwa muungwana tu, beba mtoto wako na uondoke. Kama ni ungwana, basi unapaswa kuwa nao wewe. Wakati unalala na mimi uliona raha kwa kujiona wewe dume la mbegu. Sasa hivi na kuletea majukumu unakuwa ni mkali kama vile mbogo. Sasa nakwambiaje? Ikinibidi hata nife, mimi niko tayari kufa, lakini mwanangu lazima apate haki yake. Najua kama hii ni nyumbani kwako, kwa hiyo mtoto wangu haendi popote na ataishi hapa, na kama ukijaribu kutumia nguvu kwenye hili, basi waandishi wa habari watakupa majibu pale nitakaposema kila kitu hadharani. Victor alishua pozi. Alijilaumu sana kwa nini alithubutu kumleta yule mwanamke pale nyumbani kwake. Alibaki anamtizama tu akiwa na hasira isiyoelezeka. Akiwa bado anamtizama tu Rara aliyekuwa amekunja nne kwenye sofa la kifahari kana kwamba alinunua yeye, simu yake ilianza kuita. Alipotazama aliona mpigaji ni Monica house girl nyumbani kwake. Haraka sana alipokea ili kujua Monica anataka kusema nini. Bosi, kuna matatizo. Madam Eliana kapoteza fahamu. Hivi tupo njiani na gari la ugonjwa, tunamwesha hospitalini. Victor alichanganyikiwa. Taarifa hiyo ilimshtua sana moyoni kiasi cha kutoka mule ndani mithiri ya swala aliyeshtukia mtego wa simba mwenye njaa. Alipofika hospitalini, mlango wa gari ulifunguka kwa kishindo, miguu yake ikigusa ardhi ya baridi ya hospitali ya kifahari ya Celian Memorial, sehemu maalum ya watu wenye hadhi kubwa, viongozi wa serikali na familia zao. Uso wa Victor ulikuwa umejikunja kwa mawazo. Sauti ya simu aliyokuwa imepokea dakika chache zilizopita bado ilimtesa masikioni. Hakujua afanye nini. Hakujua hata kama ajutie kuondoka nyumbani au kuamini maneno ya Rara. Alikuwa ndani ya giza nene la mawazo. Kila hatua aliyopiga ilimkumbusha kuwa alikuwa amemwacha mkewe na maumivu yasiyoelezeka, na sasa yuko hospitalini. Alipofika kwenye ghorofa ya pili, Victor, wodi maalum yenye ulinzi wa walinzi wa ikulu, Victor alikumbana na sura anayoifahamu vyema kabisa. Sura ya Mama Eliana, mke wa rais, akiwa ameketi kwenye kiti cha ngozi ya kung'aa nje ya chumba cha ICU. Alikuwa amevalia gauni la blue yenye heshima, nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa kifalme, lakini macho yake yalikuwa ni mekundu kwa huzuni. Alikuwa anamtazama Victor kwa macho ya miale ya umeme, isiyo mama tu, bali simba aliyojeruhiwa mtoto wake. Victor alisimama, miguu ilimtetemeka kidogo. Mama, vipi hali ya mke wangu? Mama Eliana alijibu kwa sauti baridi lakini kali, macho yake yakiangaza moja kwa moja kwa Victor. Wewe umemfanya nini binti yangu? Victor aliguna na kisha alivuta pumzi. Mama, sijui hata nianze wapi. Mimi mwenyewe bado sielewi vizuri. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Rara. Amekuja nyumbani na mtoto akidai kwamba eti yule mtoto ni wa kwangu. Mtoto gani? Mwanamke gani? Victor, hivi unaelewa kwamba Eliana amelia sana? Umeona hali yake pale ndani? Umemwona mwanangu akiwa na mpira puani akipumulia mashine? Umemwona uso wake ulivyokuwa umejaa mikwaruzo kwa kuanguka vibaya sakafuni? Hujui
alifikia hatua gani ya kujitoa uhai kwa sababu yako? Victor alishindwa ajibu. Alikuwa kama mtoto mdogo aliyeitwa ofisini kwa kosa alilolisahau. Alishusha macho chini, alijaribu kusema, mama, sikuwa najua kama nini Victor. Eliana alikupenda kwa kila tone la damu yake. Alikuhifadhi hata pale watu walipokuwa wakikugeuka. Alikupigania hata ulipochukiwa na serikali nzima. Alikutetea hata kwa baba yako. Alafu leo mwanamke wa mtaani anakuja na mtoto. Huchukui hata muda kufikiria. Unamwamini na kumwacha Eliana. Kweli? Hivi una akili hata kidogo ya ufahamu wewe? Victor alishusha kichwa chini na kisha akatulia. Alipoinua uso wake, macho yake yalionyesha kabisa maumivu ya kweli. Mama, mimi bado sijarudi kwenye hali yangu. Nimepoteza kumbukumbu. Hata huyo Rara mimi simkumbuki vizuri, na sikujua kama kweli yule mtoto ni wa kwangu. Nimempeleka mbali ili nimchunguze kwa utulivu. Sikujua kama Eliana atavunjika hivi mama. Mama Eliana aliinama kwa uchungu. Alishika kifua chake na kisha kwa ghafla alinua mikono, akawapungia walinzi wake wawili waliokuwa wako mbali, ya kwamba mtoeni huyu mtu hapa. Hatakiwi kumwona Eliana tena. Marufuku mpaka atakapopata fahamu. Sitaki Victor aonekane ndani ya kuta hizi. Lakini mama tafadhali, napaswa kuwa hapa. Eliana ni mke wangu mama. Hapana, sio tena. Mama, hapana, sio tena mama. Sasa hivi ni mama wa Eliana. Na Eliana ameumizwa kwa kiwango ambacho sidhani kama atakuja kupona kiakili kwa haraka. Wewe ni sumu kwake kwa sasa. Hebu muondoeni huyu hapa. Walinzi walimkaribia Victor kwa heshima lakini kwa ukakamavu. Mmoja akasema kwa sauti ya kistaha tu kwamba bana, mheshimiwa Victor, tafadhali twende. Victor aligeuka akitembea kwa shingo upande, moyo wake ukiwa ni mzito. Alitembea kupitia korido za hospitalini kama mtu anayefukuzwa kwenye kaburi la mpendwa wake kabla hajatoa heshima za mwisho. Hakuwa na uhakika tena kama mapenzi yao yatakuwa salama. Hakuwa na uhakika tena kama Eliana atakuja kumsamehe. Alijua kitu kimoja tu kwa sasa: alikosea, na kosa hilo linaweza likamgharimu kwa kila kitu. Baada ya kutolewa nje na walinzi, Victor hakutaka kuondoka pale hospitalini. Alibaki akiwa ameketi nje ya hospitali hiyo huku akiwa na mawazo tu, asijue nini cha kufanya. Muda uliendelea kusonga mbele mpaka inafika majira ya jioni. Sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni ya mashine ya kupumulia ikipiga mlio wa polepole, pip pip pip. Macho ya Eliana yalikuwa yamefungwa, uso wake ukiwa una alama ndogo za michubuko, mdomo wake ukiwa mkavu na ngozi yake ikionekana kuchoka. Mikono yake miwili ilikuwa imefungwa bomba la drip na kifua chake kilikuwa kinainuka kwa tabu. Pumzi yake ilikuwa ni nyepesi kama mtu aliyepotea jangwani na sasa anajaribu kuvuta hewa ya mwisho. Ghafla kope zake zilianza kutikisika taratibu zaidi hadi macho yake yakafunguka. Kwa sekunde kadhaa macho yake yalitangatanga kwenye dari kana kwamba akili yake ilikuwa inajaribu kukutambua kama bado yuko hai. Alichukua muda kabla kugeuza shingo yake kwa uchovu. Akatazama upande wa dirisha na kisha taratibu akajaribu kuinua mkono wake mmoja, lakini ulikuwa ni mdhaifu, umelegea. Akalaza tu mkono chini kwa huzuni. Mlangoni mama yake alikuwa amesimama kwa muda mrefu. Alimtazama binti yake kwa macho yenye mchanganyiko wa maumivu, furaha na mshangao. Aliposogea karibu, machozi yalikuwa tayari yameshafika mpaka mashavuni. Mama Eliana aliketi taratibu kando ya kitanda. Alishika mkono wa binti yake na akamwambia, Eliana mwanangu, shukuru Mungu umepata fahamu. Aliongea kwa sauti ya kupasua kimya kama upepo wa bahari usiku. Eliana alimwangalia mama yake kwa macho mepesi, alafu macho yakaanza kububujika machozi, midomo ikaanza kumtetemeka. Mama, kwa nini Victor ananifanyia hivi? Nilifanya nini hadi anifanyie yote haya? Alinungunika Eliana kwa sauti ya maumivu na kero. Mama yake alimtazama kwa maumivu makubwa mno. Alikosa maneno ya kumjibu mara moja. Nilimtetea mama. Nilisimama naye wakati wote dunia ilipomgeuka. Nilikimbia na kujificha naye pamoja. Niliwekwa karantini na vyombo vya dola kwa sababu yake. Nilihatarisha kila kitu kwa sababu ya moyo wangu. Alafu leo ananiletea mwanamke wa mtaani na mtoto. Kweli mama? Kwa nini mama? Alinungunika huku akilegea mdomo na kuanza kulia kimya kimya. Mama yake alijaribu kumbembeleza, akimpangusa machozi kwa taulo safi.
Akambusu kwenye paji la uso na kisha akamwambia, mwanangu, mapenzi sio kitu rahisi, na mwanaume au wanaume wanapotatizika kiakili, sio wote wanaoweza kushikilia hisia zao. Victor amefanya kitu kibaya sana kwako mwanangu, lakini na kuahidi safari hii nitakuwa na wewe daima binti yangu. Tushachelewa mama. Victor na mwanamke mwingine sasa. Mwanamke ambaye kamzalia mpaka mtoto. Na mara zote nilikuwa nikipambania ndoa yangu dhidi ya hili, lakini hakuna aliyeamini. Hakuna aliyeniunga mkono. Victor kaniumiza sana mama. Naumia. Kosa langu nini mama mpaka nifanyie hivi? Najua. Ona mama yako yuko hapa kwa ajili yako. Lakini Eliana, sio kila kitu unachokiona mbele yako ni ukweli wa mwisho. Kuna mambo bado hayajaeleweka. Hata huyo mwanamke aliyekuja bado hatujui ukweli kamili. Mama, usiseme hivyo. Nimemuona huyo mwanamke na mtoto wake kwa macho yangu mama. Yule mtoto ni damu ya Victor. Ni damu ya Victor ile. Eliana alipumua kwa tabu na kisha aligeuka tena na kumtazama mama yake kwa macho mekundu. Mama, naomba nimuone Victor. Waambie wamuite Victor aje hapa. Binti yangu, sio sasa. Sidhani kama ni sawa wewe kuonana na Victor sasa hivi. Mama, hata kama ikiwa baadaye haitobadilisha kitu, tafadhali waambie waniite Victor. Mama Eliana alikaa kimya kwa muda mrefu. Alimtazama binti yake kwa jicho la uchungu na kisha alipumua kwa nguvu akamwambia, sawa, nitawaambia walinzi, lakini nikiona moyo wako unavurugika nitamtoa mara moja, sawa? Sawa mama. Mama yake alisimama, alipiga simu kwa walinzi wake wa ikulu waliokuwa nje ya chumba. Sauti yake ilisikika tulivu lakini yenye amri kwamba mwambieni Victor aje, lakini aje ndani ya dakika 5 tu. Dakika chache baadaye mlango wa ICU uligusa taratibu na Victor akiwa amevalia koti jeusi na suruali ya kijivu aliingia ndani kwa mguu mzito, moyo wake ukiwa ni mzito zaidi ya kilo 1000. Uso wake ulikuwa na aibu na masikitiko. Alimwona mkewe aliyekuwa amelala dhaifu akimtazama kwa macho yaliyobeba maswali mazito kuliko dunia. Hakusema chochote. Eliana pia alimtazama huku akiachia pumzi ndefu yenye uchungu. Karibu. Victor, natumai una furaha sasa kwa hali niliyokuwa nayo sasa. Victor hakusema kitu. Badala yake alipiga hatua chache za polepole ndani ya wodi hiyo tulivu. Miguu yake ilikuwa ni mizito kana kwamba kila hatua ilikuwa inazidi kumnyima uwezo wa kusimama. Mikono yake ilikuwa imeshika koti la suti aliyokuwa ameivaa. Akalivuta kidogo kwa aibu. Jasho dogo lilimtoka kando ya paji la uso. Eliana alikuwa amelala kifudifudi, macho yake yaliokuwa yamevimba kwa kilio yalikuwa yakimtazama kwa ukavu wa kihisia. Lakini ndani ya moyo wake Eliana kulikuwa kuna kilio kilichopasua mifupa. Uso wake Eliana ulionekana kama mtu aliyepigwa na radi lakini hakufa. Maumivu yaliyokuwa yamezoeleka lakini bado yalikuwa yanamchoma. Victor alisimama pembeni ya kitanda. Alinyamaza kwa muda kama mtu anayetafuta maneno ya mwanzo kabla hajazungumza na mtu aliyemuumiza zaidi maishani mwake. Eliana, nisamehe. Sijui hata nianzie wapi. Eliana alikunja midomo yake, alafu aligeuza uso wake taratibu. Machozi yalibubujika tena kimya kimya. Kisha kwa sauti ya chini isiyokuwa na nguvu akasema, hujui uanzie wapi? Lakini ulijua wapi pa kutia mimba, si ndio Victor? Mara nyingi nilikutuhumu kwa usaliti wako. Nilifanya kila niwezalo ili mume wangu urudi kuwa mume wangu. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Kumbe mwenzangu tayari ulikuwa na mtoto na hawara yako, na ndio maana ukamficha mpaka pale nilipoanza kumtafuta, si ndio? Sikuwa na nia kukuumiza Eliana. Nilishikwa na mshangao. Na ukweli ni kwamba mimi sikumbuki chochote kuhusu huyo mwanamke na wala huyo mtoto, na hata sasa siwezi kuthibitisha kama ni kweli au la.
Lakini uliondoka, ukamchukua Hawara yako wazi wazi mbele ya mtoto wetu, mbele ya walinzi, mbele ya nyumba yetu, kwamba unaenda naye bila hata kunipa nafasi ya kuuliza au kuelewa. Victor, nilihisi kama sifai hata kuwa mama wa mtoto wako. Victor aliinama, alishika mkono wa Eliana polepole. Aligundua mikono ya mkewe ilikuwa ina majeraha madogo ya kama vitu hivi vimemchana-chana. Alikumbuka jinsi daktari alivyosema ya kwamba Eliana alikuwa amejiumiza kwa hasira kabla ya kuanguka. Eliana, moyo wangu umejaa hofu. Hata kabla sija kukosea, nilikuwa naishi kwa mashaka ya kumbukumbu zangu. Sikujua ni nini sahihi na nini sio sahihi, lakini nimegundua kitu kimoja. Nilipokukuta ICU leo, nilihisi kama ulimwengu wangu wote unakaribia kusambaratika. Siwezi kukuona hivi, Eliana. Eliana alitikisa kichwa polepole huku akinyamaza kwa muda, macho akimtazama Victor kwa uchungu. Nilikuamini sana Victor. Nilihatarisha kila kitu kwa ajili yako. Nilikimbia, nilijificha, nikapigana na serikali na wapinzani na dunia nzima kwa sababu yako Victor. Halafu leo unakuja kunionyesha kwamba kwani ungetaka mtoto wa pili kwangu mimi ningeshindwa kukuzalia? Nakuuliza Victor, ningeshindwa kukuzalia? Hapana mke wangu, haiko hivyo. Sasa kwa nini? Kwa nini uzae na mwanamke mwingine wakati mimi mkeo nipo? Ina maana kunisaliti haikutosha ukaona umzalishe na mtoto, si ndio? Victor, umeitia doa ndoa yetu, doa ambalo kamwe halitofutika kwenye mishipa yangu ya damu. Naam, Victor alikosa jibu. Macho yake yaliinamia mikono yake, alafu aliongea tena kwa sauti ya ndani kabisa. Nilipotea Eliana. Siwezi kukudanganya, nilipotea. Na sasa kila kitu kinaonekana kikiwa gizani. Hata kumbukumbu yangu sijui tena. Lakini jambo moja tu ambalo ninajua, sikupaswa kukuacha uumie peke yako. Nilipaswa kukulinda hata kama sijui kama ulifanya kosa au la. Naam, Eliana alimwangalia tena Victor, uso wake ukionyesha vita ya ndani, mapenzi ya dhati zidi ya maumivu makali. Victor, unajua nini kilinumiza zaidi? Kitu gani? Ni kuona mtoto aliyefanana na wewe akiwa mikononi mwa mwanamke ambaye hajali chochote zaidi ya pesa. Ni kuona sura yako ndogo ikinitazama kama kumbukumbu ya usaliti. Mtoto niliyetamani nimlee pamoja na Giovanni, lakini sasa ananikumbusha kila sekunde kwamba labda sikuwahi kukutosha. Victor alishindwa kuhimili. Aliketi kwenye kiti cha pembeni cha kitanda, alishika kichwa kwa mikono miwili. Eliana, sijui kama ni kweli, sijui kama huyo mtoto ni wangu. Rara alipokuja sikuwa na akili timamu. Nilihisi kama vile nitapoteza kila kitu kama sitampeleka mbali kwanza. Nilijua bado najifunza mimi ni nani, lakini sikujua kama nilikuwa na kupoteza wewe kwa haraka namna hiyo. Naam, kulikuwa kuna ukimya mzito baina yao. Ukimya wa migongano ya mioyo miwili ambayo inajua inapaswa kuwa pamoja, lakini majeraha bado ni mapya sana. Eliana alifumba macho, alivuta pumzi ndefu na kisha kwa sauti ya kulegea kabisa akasema, Victor, kama kweli unanipenda bado na kama kweli hujui nini kilitokea, nataka ushike mkono wangu. Uniambie kwamba huu ndo mwisho wetu. Mimi na wewe ndo basi tena. Tunatakiwa kuachana kwa amani. Siwezi tena kuvumilia hili mimi. Siwezi tena Victor. Victor alinyanyua kichwa chake polepole, macho yake yakiwa na machozi. Alinyosha mkono wake na kushika mkono wa Eliana kwa upole mkubwa sana, tena kwa heshima na maumivu ya kweli, akasema, sitakuacha tena Eliana. Sitakukimbia. Na kama kuna mtu anahitaji kuweza kupigania familia hii, basi mimi nitakuwa wa kwanza, nitakuwa mstari wa mbele. Nakupenda sana mke wangu. Naomba hili swala lisiwe hitimisho la ndoa yetu. Bado nakuhitaji sana Eliana. Wewe ndo hazina ya maisha yangu. Nakupenda mno Eliana. Victor, kama kweli ungekuwa unanipenda basi usingefanya hivi. Sina tena nafasi kwenye moyo wako, na ndio maana ukawa na mwanamke mwingine.
hivyo mimi sikufai Victor. Sasa upo huru kwenda zako. Victor alitikisa kichwa kukataa hilo, lakini hata hivyo hilo halikumfanya Eliana abadilishe maamuzi yake. Eliana alifumba macho polepole. Alionekana kuchoka, alikuwa amejeruhiwa moyoni, na mbaya zaidi aliyefanya hivyo alikuwa ni mume wake wa ndoa. Sekunde chache baadaye, Victor hakuwa na kingine zaidi ya kutoka tu mule wodini. Alitembea kimya kimya kwenye korido ya hospitali, miguu yake ikiwa ni mizito kama vile amevaa saruji. Alipofika kwenye eneo la maegesho, alifungua mlango wa gari lake polepole. Aliketi ndani, lakini hakuwasha gari mara moja. Aliweka mikono yake kwenye usukani, akapumua kwa nguvu huku akitazama kwenye kioo cha mbele bila kuona chochote zaidi tu ya ukungu wa mawazo. Mawimbi ya huzuni yaliendelea kumvaa. Kichwa chake kilikuwa kizito na moyo wake uliganda kwa hofu. Maneno ya Eliana bado yalikuwa yanazunguka kichwani mwake kama sauti ya mzimu. Alijilaumu kwa maamuzi yake ya haraka kumpeleka Rara nyumbani kwake. Kumemkosea sana mke wake mbele ya mtoto wao Jovan. Na sasa mkewe yuko hospitalini. Baada ya dakika kadhaa, Victor aligeuza funguo ya gari. Gari ikaunguruma taratibu, akaielekeza moja kwa moja mpaka Mbezi Beach, nyumbani kwa wazazi wake. Alipofika, geti lilifunguliwa polepole na mlinzi. Baada ya kumwona Victor, hapakuwa na haja ya kuulizwa. Tayari familia ilikuwa imelipokea tangazo kuhusu kuanguka kwa Eliana na Victor kuondolewa hospitalini. Victor alipofika mlangoni, mama yake mzazi alishatoka nje kumlaki, akiwa amevaa kitenge cha heshima, macho yake mekundu kwa machozi ya hofu. Baba yake naye alikuja kwa nyuma, taratibu kabisa, mtazamo wake ukiwa ni wa kina wa mzee aliyeona mengi kwenye hii dunia. Karibu mwanangu. Tumepokea taarifa zako. Mama Victor aliongea kwa sauti ya upole lakini yenye mkazo wa maumivu. Victor alimpigia magoti mama yake mara moja. Alilaza kichwa chake kwenye mapaja yake kama mtoto aliyepoteza njia. Mama, mimi nimeharibu na hata sijui nifanye nini, aliongea Victor kwa sauti ya kutetemeka. Mama yake alimpapasa kichwa, machozi yakimtoka, akamwambia, simama Victor, tusikilize, tuambie nini kilichotokea. Waliingia sebuleni, baba yake akiwa ametangulia na kuketi kwenye kochi la mbele. Victor na mama yake waliketi upande wa pili. Sebule ilikuwa iko kimya, sauti pekee ikiwa ni kelele ya feni iliyopo kwenye dari. Victor alianza kueleza kila kitu kuhusu ujio wa Rara, kuhusu mtoto aliyemwona akiwa na sura inayofanana naye, kuhusu jinsi Eliana alivyoumizwa na kuanguka. Alieleza pia jinsi mama mkwe wake alivyomtoa hospitalini na sasa moyo wake ukiwa ni mgumu, haelewi cha kufanya. Baba yake alimtazama kwa macho mazito, akamwambia, mtoto ni wa kwako? Baba, sijui. Hata kumbukumbu ya kuwa na huyo mwanamke sina. Nafikiri kuna kitu nilipoteza wakati ule kumbukumbu zilipoweza kuharibika. Mama yake alifuta machozi kwa kona kitenge na kisha akamuuliza kwa sauti ya haraka, huyo mwanamke na mtoto wako wapi kwa sasa? Niliwapeleka kwenye nyumba yangu ya Twangoma, kule ambapo tulikuwa tumejiandaa kuhama kabla kurudi Kunduchi. Victor alijibu kwa aibu. Mama yake alisimama ghafla akamwambia, hapana, hili jambo haliko sawa. Sitakubali familia yetu ivunjwe na mwanamke wa mtaani. Mtoto au sio mtoto, nataka nionane na huyo Rara sasa hivi, leo hii. Dharau hii haiwezi kuvumilika. Mama, hapana, sitaki ufanye utetezi wa aina yoyote Victor. Usinizuie kwenye hili. Kama umeishiwa akili kwa sababu ya kupoteza kumbukumbu zako, sisi bado tuko timamu. Hebu nenda chumbani kwako, katulize akili. Acha leo nivae viatu vyako. Nataka nikaonane na huyo mwanamke mchafu wa familia. Victor alinyamaza. Aliona ni busara kutokupinga. Alijua hasira mama yake si ya mchezo. Msikilizaji, baada ya dakika chache gari lao aina ya Toyota Land Cruiser iliondoka kwa kasi kuelekea huko Twangoma. Sasa msikilizaji, mamake na Victor anakwenda kuonana na huyo Rara. Unahisi nini kitatokea huko? Mimi nawe hatujui. Bwana, mambo yanazidi kunoga. Hatimaye Rara huyu hapa kaonekana. Kuna kitu hapa kimejificha wakati ambapo kabla huyu Victor hajapoteza kumbukumbu. Kuna kitu hapa mwandishi ametuficha. Nadhani tutakuja kukijua huko mbeleni. Bwana, nikusii tu ya kwamba
Endelea kuifuatilia Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J na huu mzigo ni kutoka kwake Saidi JR. Asante, tukutane katika sehemu ya 27. Bye bye.